Singida Big Stars, Azam, Yanga na Simba huenda zikaeka historia katika soka la Tanzania kimataifa kwa kutinga hatua ya makundi. Hii huenda ikawa ni mara ya kwanza na tukavuna pointi nyingi na kujenga jina la Tanzania kimataifa. Mimi ni Joseph Msami na hii ni Kivumbi TV, tunatimua vumbi na mimi ni mwana Kivumbi nambari 1. Hili limenikutanisha na Abdul Mohamed maarufu kama Mzee Makambo. Tuangalie pamoja hii historia ikijengwa ina maana gani katika soka letu la Tanzania. Lakini Makambo anachokibeba ni uzoefu mkubwa wa kuwa mzee ambaye anaweza kukuchambulia mambo ya zamani na sasa. Pengine kizazi cha 2000 hapa kuna wakati tunataka tukakipoteza kidogo, afu tukakirudisha kwa sababu na sisi tumeishi 2000 lakini tumetokea 70 na huko na 80. Karibu sana mtazamaji. Mzee Makambo, karibu sana. Na nifurahi tena kuzungumza na wewe kwa mara nyingine. Bana, hii historia ya Singida, Azam na Yanga na Simba kuingia katika makundi, uliwahi kuiota kama kuna siku tutaona hivi? Bado hazijaingia, lakini uwezekano ni mkubwa wa kutinga. Hivi karibuni matokeo yanatia moyo, licha ya Yanga kuteleza kidogo, lakini Singida Big Stars wakiwa ugenini wametoka 1-1, Azam 2-2 ukiwa ugenini kwa maana ya KMK, japo ndugu zao lakini wao ndo wanaongoza. Simba imetakata kule kwa Horohoro, Nsingizini hawa kwa kule kwa Mswati kule kwa bao 3-2. Kwa hivyo ni kama kuna uwezekano mkubwa wa hizi timu kutinga. Uliwahi kuota hili jambo? Kwa kweli sikutarajia kwa kweli. Kweli hata mimi nishangaza sana. Yaani mimi kwa kutokana na uwepo wa mwalimu Miguel Gamondi kwenye kikosi cha timu ya Azam, na imani Azam wanaweza qualify kucheza katika group stage. Na imani kubwa na uwepo wa ubora wa wachezaji kama kina Dr. Aucho, nina imani kubwa sasa kabisa waweza kufuzu kabisa wakaingia kwenye makundi. Kwa sababu mwalimu Miguel Gamondi ni unamjua, alifanya mambo makubwa sana kwenye kosti ya Yanga hadi Yanga ikaishia katika hatua ya robo na ikaondolewa kwamba kuna ikaondolewa katika hali ya utata na Mamelodi Sundowns kule South Africa. Kwa hiyo pale tunaona tukavuna kabisa. Na Azam hata kwa Azam kocha yule hata kwa Azam Fly Benge ni mwalimu wa bahati, ana uzoefu, mbinu kisha ameshailetea ubingwa AS Berkane ya Morocco, kombe la shirikisho barani Afrika wakati ule. Kutokana na ubora wa wachezaji wa Azam kina Fei, kina Mwaikenda, kina Yahya Zaid, kuna shaka katika kina Bitege, na imani kubwa ndani ya Azam kwa sababu Azam hawezi kumpa tabu hawa KMK hata siku moja. Yaani kufuzu kwa Azam ni njia iko nyeupe, hakuna kikosi chochote. Kwa hiyo huenda timu 4 kutoka Tanzania zikawa zimetinga hatua ya makundi. Ndio. Na kama zitafika robo zote basi ni habari nyingine. Tutaamka asubuhi unaweza ukasema hamna haja kwenda kazini kabisa, tulale kidogo tu. Kama tulivyoingia, kama Tanzania ilivyoingia AFCON, ilivyofuzu AFCON mwaka 80. Nakumbuka alikuwa zile michezo Mzee Chadele Mgonja akasema siku 3 Tanzania hakuna kazi. Mkapumzika kidogo. Wazee wetu walipumzika, mimi nilikuwa mdogo wakati huo. Kwa watu walikuwa mapumziko kabisa. Peter Tino alifunga goli la dhahabu kule Ndola katika uwanja Dag Hammarskjöld. Basi Tanzania watu walifly. Furaha inakuja, pengine furaha inakuja na sisi. Tukajikuta tumekula zetu shushu. Sasa tuiangalie Yanga, tuanze na Yanga. Kuna kitu kimekushangaza kushindwa kufungwa goli moja na Silver Strikers ya Malawi? Unajua hii Watanzania wengi nadhani hii timu wengi wanaishangaa waijui. Hii timu mwaka 86 michuano kombe la Kagame wakati ile tu Afrika Mashariki na Kati. Sababu timu lilivyolegalega ndipo alipolichukua rais wa Rwanda Paul Kagame akalifadhili wakaita jina lake Paul Kagame. Ile kombe hilo ilifanyika Tanzania bara kwenye kituo cha Mwanza CCM Kirumba na Dar es Salaam. Silver Strikers alikuwa na Yanga. Silver Strikers alikuwa pa Dar es Salaam. Nakumbuka mwaka 86 ile timu. Kwa maana
Soka la Malawi limeporomoka sana. Limeporomoka sana. Yaani sasa hivi angalau Malawi wanajaribu kujivutafuta warudi katika ule ubora wao ambao ulikuwepo nyuma. Kwa sababu hata wa Silver Strikers kwa funganga lile goli moja ni mistake tu ambayo Yanga walifanya. Basi mimi nadhani mwalimu ana mengi ya kufanya katika mechi ya marudiano. Unajua siku zote Waswahili wanasema mcheza kwao tunzo. Nadhani Yanga nafasi ya kucheza nyumbani wataitumia. Mimi na imani. Una matumaini na Yanga kabisa. Lakini ulikuwa unawaambia mtazamaji hapo kwamba tayari unafikiri ile mechi Silver Strikers walistahili kushinda kwa uzoefu wao. Watu wanafikiri ni timu ya juzi tu, kwa hivyo Silver Strikers ni timu ya siku nyingi. Iko Malawi, unakumbuka miaka ile Malawi kulikuwa na timu kama Bata Bullet, Limelife Wanderers, Ademac Tiger, si haba. Si haba. Na hii timu ndio nimekumbuka ilimtoa mshambuliaji mmoja alikuwa ni namba 10 mzuri wa timu ya taifa Malawi, the Friends, anaitwa Ian Banda. Alikuwa ni lawyer, mwanasheria yule jamani. Mwanasheria. Ian Banda. Alikuwa ndani ya kikosi cha Malawi cha kutisha kile ambacho kilikuwa na huyo aliyekuwa kocha Yanga Mwalimu Jack Chamangwana. Kina Young Chimos, kina Franks na kikosi cha dhahabu tunataka kina Popoti Changono, kina Dickson Betewa, kina Holman Malunga na wengineo. Kwa maana Yanga kufungwa na Silver Strikers Malawi si jambo la kushangaza. Watu wengi wanavyofikiri. Lakini labda ule utani wa Simba na Yanga ni lakini si jambo la kushangaza kabisa. Na kwa hiyo tutarajie mechi ya marudiano Yanga unaipa nafasi kubwa. Kabisa, Young Africans kwenye mechi ya marudiano napa nafasi kubwa sana. Ndio maana nikasema mwalimu kwenye technical bench mzima au benchi la ufundi, nina imani watakuwa wamefanyia kazi, na katika mechi ya marudiano nina imani Yanga atafanya vizuri. Ingawa tayari kocha hizi changamoto hizi Simba na Yanga ni kama comedy siku zote. Timu inafukuza leo inamfukuza huyu, kesho ndio anafukuzwa mwingine. Vya kawaida katika football. Nikikwambia katika 1 hadi 10, nitajie 10 ikiwa ni namba ya juu kabisa, 1 ni ya chini kabisa. Katika 1 hadi 10 Yanga ina nafasi gani ya kufuzu kwenda hatua ya makundi? Kutokana na Yanga ina wachezaji wengi wenye ubora. Mfano ukimwangalia nani Pacome Zouzoua hivi karibuni alikuwa kwa kikosi cha timu ya Cote d'Ivoire ambayo imefuzu World Cup, na yeye amecheza mwanzo mwisho. Ina mchezaji kama Diarra, Dumbia. Nadhani na imani kubwa Yanga wanaweza qualified wakaingia katika nani group stage kabisa. Kwa unaipa 9? Kabisa. Naipa 10 kufuzu kabisa. Naam, nadhani Yanga mmepewa na 10 kwamba hapana shaka mtafuzu kwenda hatua ya makundi licha ya kuteleza kule. Utani umekuwa mwingi sana, lakini ndio Yanga na Simba hizo kabisa. Kuisha habari hii na nini. Na jamaa bwana wamesema kwamba tukija huko Tanzania tunapiga mtu. Nafikiri umeona. Wamepiga mkwala sana kwa kuisha. Ndio adui yako lazima akutishe. Kwamba jamaa ananitisha, itabidi nijipange hapa nyumbani bwana, haiwezekani. Sawa. Tutazame Simba wekundu wa Msimbazi katika hatua za kwenda hatua ya makundi kupitia michuano hii ya kimataifa, ambapo ikiwa kule Eswatini imeifunga Nsingizini Horohoro bao 3-0. Simba waingieje Jumapili ijayo tarehe 26? Ni kama shafuzu au asije akatokea leo wakati ule. Nasema Simba ndio ya kwanza. Nasema hivi, Simba ndio ya kwanza kukata tiketi ya kuingia kwenye makundi. Simba wazi makosa kama yale ya Jwaneng Galaxy ya Botswana hayawezi kujitokea. Na unajua Simba anapofika katika hatua hizi ni timu moja inabadilika. Tena wengi wadau wengi na wapenzi wajiuliza, hii Simba katika ligi mbona inacheza hivi? Katika international game mbona inacheza hivi? Ndio nikasema Simba mimi mmoja naipa kwamba ni timu ya kwanza tayari imeshafuzu kwenye hatua ya makundi. Una shaka? Hakuna shaka.
Kule ya John Galaxy watu walilala uwanjani. Mechi ilisha kama saa 12 lakini mpaka saa 3 usiku vikao vilikuwa vinaendelea pale. Kabisa walala uwanjani, watu ndio walizimia. Na lakini mwalimu Steven van der Broek alisawazisha kwa sababu wakati ule ameshinda kwenye klabu bingwa akaangukia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Simba siliingia hatua ya robo. Ikatolewa na Orlando Pirates kutokana na uzembe nje ya penalty. Ingawa sasa tukitazama hii Simba wale mashabiki ni kama walikuwa wanaona umekosa keki sasa unakula mhogo. So keki kwao ni klabu bingwa, shirikisho ilikuwa ni kama tunabezwa hivi. Kwa hiyo lakini walifika robo kama wanavyosema wakatoka kwa hiyo bado tukaita ni bahati mbaya matuta. Kwa hivyo mechi ya tarehe 26 ungekuwa kwenye benchi la ufundi Mzee Makambo la Simba. Nini ambacho mkakati wako ungekuwa ni nini kwenye mchezo kama huu? Yani katika mechi hiyo tarehe 26 mwalimu atakiwa apange kikosi kile ambacho anaweza kwamba anaona kwamba kikosi hiki kinaweza kuilinda timu. Naona kocha kwanza ni kulinda ushindi. Sio kwenda na kufanya mashambulizi ya kustukiza. Kwa sababu lazima acheze mtu kama Yusuf Kagoma. Pala acheze Nabi Kamala. Unaweza kumtoa Kamala ukamtisha na Mdhamini Yasini. Lakini Dennis yeye usimwanzisha acheze kama awe mchezaji wa saba. Na kwa Simba ianze kwa na unadhani kwa yule mwalimu jinsi ulivyomwona ataenda akiwa anataka kujilinda? Umemcheza na mwalimu mpya. Huyu mwalimu ambaye amekuja wengi hawamjui, hatumjui. Lakini mimi nimwangalia lakini mwangalia ni mwalimu mzuri. Ana falsafa ya ukocha. Nadhani mpira wa kasi kabisa, counter attack ambacho Simba walikuwa wanakitaka. Ndio. Mimi na imani hata jana umeona baada amefanya sub akaingia Kibu Dennis, Kibu akaja kufunga magoli mawili katupia ndio kamaliza kabisa shughuli. Horo wale. Kwa hiyo siku hiyo watu waamke asubuhi wachekelee kabisa, mambo mazuri kabisa. Hakuna shaka yote kwamba Simba inavuka. Ndio nikasema Simba wote yale wameshafuzu. Hii haina kikwazo kabisa. Yanga ndio balaa kidogo kwamba tusubiri. Yanga kidogo wana mtihani hapa kidogo, lakini magoli mawili kwa lakini Yanga kama viongozi, wanachama na wachezaji kama watafanya mikakati na imani yani iwe sio wanaondoa Simba Strikers. Mambo gani unayokumbuka huko nyuma kuhusiana na Yanga wakati wa kutaka kufuzu hizi hatua ambazo pengine mtazamaji na vijana wa sasa waweze kufahamu kipindi hicho kufuzu kwenda kwenye hatua hizi za makundi? Mambo yalikuwaje mzee Makambo? Wakati yani timu zilikuwa sio nyingi kama sasa hivi. Kwa sababu Yanga mwaka 1969 tunazinukuu historia. Waliwafunga mabingwa wa Afrika Asante Kotoko. Walitoa sare goli 1-1 Dar es Salaam. Wakaenda Accra wakatoa sare ya kutokufungana. Ikabidi mechi iamishiwe Addis Ababa Ethiopia. Kule Yanga ikabidi atolekwa hatua ya kula shilingi kusha shilingi hivi. Story juu ya ile shilingi inasemekana ile shilingi wakati inarushwa yule jamaa wa Kotoko alianza kushangilia hata kama haijafika chini. Ndio. Na kapteni Wanga alikuwa anaona kutoa akaondoka mnyonge wakati shughuli labda wangeenda kuchungulia wakuta kumbe ni yeye. Captain alikuwa Abraham Juma. Basi Juma akatepeta. Kwa ujanja tu kidogo. Ujanja. Unajua watu wa West Africa, watu wa magharibi wajanja sana. Tukatolewa. Kwa maana Yanga ndio maana tukia ilivyoingia tuele robo finali mwaka 69 ndo haikuingia tena hadi juzi Gamondi. Hiyo na Afrika Kusini. Na mambo ni Sandao. Kwa hiyo mara mbili sasa ndio wameshaingia 69 na hii. Hapa ya Gamondi. Kwa hiyo si haba unawatabiria Yanga nini katika klabu bingwa msimu huu? Kwa sababu mimi nadhani Yanga ikiingia kwenye makundi watafanya marekebisho hapa na pale. Yaani kwa kila nafasi.
kuanzia upande wa midfielder. Kwa hiyo ukisema marekebisho ni kama unaona kuna kitu kijakaa sawa? Ndio. Kwa nini? Kukosekana kwa Khalid Aucho, Yanga naweza kusema walikurupuka kumwacha. Aucho ni kiungo na Mkubale ni mchezaji mmoja ambaye mzuri katika kukaba na kuhamasisha wenzake katika kucheza mpira. Lakini huyu Aziz Ndamwile amekuwa ni mchezaji mzito. Anakaba lakini amekuwa yaani achezeshi timu. Aucho na Ndambule tofauti yao kubwa ni pale ambapo kuchezesha timu, si ndio? Katika kuchezesha timu. Lakini kwenye kukaba mzuri Ndambule. Lakini hajachangamka kama Khalid Aucho. Kwa hiyo unafikiri Yanga pale walikurupuka kabisa? Ulipata nafasi ya kumshauri engineers na wenzake wale bora wamrudishe katika dirisha dogo la ligi kuu ya NBC hajachukue pale kabisa. Lakini nane bado unaona kiungo wengine wanapanda juu kabisa. Mdathiri haya mzuri, mimi namkubali Mdathiri mzuri kwa sababu sio kwenye klabu ya Yanga, hata kwenye timu ya taifa ni tegemeo. Una ndoto gani hatua za makundi kwa timu zinazokuja robo finali katika hawa wanne, Azam, Singida Big Stars, Yanga na Simba? Nikikwambia ufumbe macho unamuona nani pale kwa kimasomaso kwa haraka? Mimi Simba nampa nafasi. Nampa nafasi, ingawa unajua hao zetu wa Afrika Kaskazini hao, Tunisia, Misri, Morocco ni wajanja, unaona unaweza kusema kwamba hii shirikisho la mpira la Afrika CAF wamelikamata. Sasa pale unajua sasa hivi rais wa mpira si huyu Musepe wa South Africa, lakini anakuwa hana power kubwa sababu amezungukwa na wajumbe, bodi yote ile ni Waarabu wa Afrika Kaskazini. Minya kidogo. So umeona mechi ya juzi Simba na Berkane, ili kulikuwa na haja gani ya kuihamisha mechi katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kupeka Amani Complex? Bila shaka mechi ilikukwenda sana ile. Kabisa. Kupata usingizi kabisa. Kwa wakati mgumu kidogo. Mimi nilikuwa nampa na Simba alikuwa anachukua ubingwa moja kwa Mkapa. Yanga wakati ule ambapo wamefungwa kwa Mkapa afu akaenda kule akashinda. Nani alikuwa anakaribia ubingwa kati ya Simba na Yanga? Shirikisho kwa Yanga ile ambao wameenda USM Alger. Nani alikuwa anakaribia ubingwa? Simba alikuwa anakaribia. Wakati Simba ile amefungwa 2-2. Simba alikuwa na mzigo wakati Yanga Simba alifungwa 2-1. Angetumia vizuri uwanja wa nyumbani sawa. Yanga alikuwa na nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa. Kwa kweli Mwalimu Nabi ile hali ilimsikitisha sana ile, kwa kweli alilia sana. Sababu Maila anafunga goli, jamaa anafunga goli la haraka wanao matumaini ya Yanga. Yanga anakwenda kule, Juma Shabana anafunga goli la penalty. Wanapata penalty wakakosa. Ilikuwa fursa pekee kwa Yanga kabisa. Naam, tumezungumza mengi mtazamaji, nikiwa na Abduli Makambo. Mengi zaidi yanafuata kupitia Kivumbi TV, lakini asante kwa kujiunga nasi. Kivumbi kitaendelea kutimuka popote ulipo, kitakufikia kikupa burudani safi ya soka. Mimi ni mwana Kivumbi Joseph Msami, asante kwa kuungana nasi. Asante sana mzee.